Kombe la Dunia mwaka 2026 lilianza na mataifa 48. Hivi sasa ninavyozungumza na wewe yambakia mataifa 8 pekee, na hiyo hivi sasa wapo katika hatua ya robo finali. Tukumbuke kwamba mpaka hivi sasa watu wa Ureno wanalalamika, wanaunguruma wakishusha lawama zao kweli kweli, lakini je, wewe kama shabiki wa Ureno mpaka hivi sasa umejitafutia kichaka chako cha kujificha? Umejitafuta taifa lingine ambalo la kuishabikia kwenye World Cup, ama na wewe pia umejivunja? Hayo yote tuandikie komenti hapo chini. Mimi jina langu ni Maunga Junior. Kama tunaofahamu kwamba siku ya jana timu ya taifa ya Misri imeweza kupasuka chuma 3-2 wakifanywa comeback mpaka dakika ya 70 hivi. Hawa Misri walikuwa wanaongoza mabao mawili, lakini ikaja ikafanywa comeback ya kibabe kweli kweli. Lakini kama unavyojua kwenye mchezo huo kulikuwa na matukio mbalimbali, matukio ambayo yamezua sintofahamu mpaka hivi sasa ninavyozungumza na wewe. Shirikisho la soka la Misri limewasilishwa rasmi malalamiko likitaka uchunguzi ufanyike kuhusu maamuzi ya waamuzi katika mchezo waliofungwa na Argentina kwenye kombe la dunia mwaka 2026. Rais wao wa shirikisho la mpira wa miguu la Misri anayefahamika kama Ani Abo Rida ameamua kulalamika mwamuzi wa kutoka katika taifa la Ufaransa Franco na wasaidizi wake, akitaka kuondolewa kwa jopo hilo la waamuzi kutoka Ufaransa katika hatua zilizosalia za mashindano hayo kutokana na makosa yao makubwa, kwa mujibu wa ripoti ya Win All Sports. Kwa hiyo jambo kubwa ambalo shirikisho la Misri wamelihitaji kwa hivi sasa ni kuwaondoa kwenye orodha ya waamuzi ambao wanapaswa kuchezesha kwenye kombe la dunia mwaka 2026. Kwa hiyo kuanzia hatua hii ya robo finali, nusu finali mpaka kufika finali, waamuzi waweze kuondolewa katika orodha. Wewe kwa namna ambavyo unahisi, kuna wengine wanahisi kwamba Argentina wameweza kubebwa, kuna matukio mbalimbali. Hilo swali ukiniuliza mimi, kuna matukio mengine yalikuwa yanapaswa kuamliwa na VAR, lakini sifahamu kwa nini refari wakati ama wasaidizi wa kuweza kushauriana moja kwa moja wakaenda kuamua kile ambacho kimeweza kujitokeza kupitia VAR, lakini wao wasema wenyewe wakajiamlia vile ambavyo wao wenyewe wanahitaji. Lakini kama unakumbuka kuna goli ambalo lilifungwa na Misri. Lile goli kama sikosei ilikuwa la pili la tatu hivi. Eti Black, ile goli ilikuwa ngapi lile? La tatu, goli la tatu lilifungwa, lakini VAR ikaja ikafanyaje? Ikakataa. Moja kwa moja ukiniuliza mimi kwamba lile goli labda wangeshinda lingekubaliwa, lingewatoa moja kwa moja kwenye mchezo nani? Argentina. Lakini kukataa goli ikaleta sintofahamu, presha ikawa kubwa, lakini wao wenyewe uwepo wa mchezaji kama Messi wakafanya comeback ya kibabe kweli kweli, kitu ambacho kilichopelekea timu za Afrika ikifika kuanzia dakika ya 70 zikiwa zinaongoza linashindwa kulinda ubingwa wao. Tumeona kwenye timu mbalimbali kama Senegal na timu zingine ziliweza kuondoshwa. Sijui shida ni nini, lakini all in all mpaka hivi sasa timu ya taifa ambayo imesalia kutoka Afrika ni Morocco pekee. Kwa hiyo hivi sasa tunasubiria kushuhudia hatua ya robo finali. Sasa unaweza kujiuliza kwamba je, ratiba ya robo finali ikoje? Inaanza lini na nani anakutana na nani? Bwana, robo finali tarehe 9 ambaye ni kesho mwezi wa 7 mwaka 2026, Ufaransa anacheza na Morocco. Mchezo utafanyika majira ya saa 5 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Lakini pia tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2026, Spain anakutana na Belgium. Nao pia watacheza siku hiyo. Lakini pia siku ya tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026, Norway atacheza na England. Lakini tarehe 12 hiyo mwezi wa 7 mwaka 2026, Argentina atakutana na Switzerland. Unafikiri nani atavuka hatua hii na kwenda kwenye hatua inayofuata? Yote hayo tudondoshe komenti yako hapo chini. Mimi jina langu ni Maunga Junior, bado naendelea kukusii wewe mwanafamilia, na nikushukuru sana mwanafamilia wa Dost Media. Sasa hivi tumeshafikisha subscriber 10,000. Tuendelee kusupport tuweze kufika kule ambako tunakuhitaji. Bye bye, tukutane katika wakati mwingine.